mchana wanahabari wenzetu. Mbele yenu ni sisi kituo cha wanahabari watetezi wa rasilimali na taarifa, kwa kifupi MESIRA. Mnakumbuka kwamba siku chache zilizopita tulikuja mbele yenu tukapaza sauti yetu kukemea baadhi ya wanasiasa wanaotamani kuturudisha kwenye machafuko yasiyokuwa na maslahi kwa taifa letu kwa sababu za matakwa yao ya kisiasa. Tumepokea maoni mengi na miongoni mwa hayo maoni tumeyafanyia kazi, na leo tumeona tuje tena mbele yenu kuwaambia hatua kadhaa tulizochukua. Jana tarehe 16 mwezi wa 12 mwaka 2025, sisi MESIRA tulipeleka hoja zetu mahususi kwa ubalozi wa Marekani, kwa balozi wa Marekani nchini Tanzania na kwa balozi wa Kenya nchini Tanzania, tukieleza mambo mbalimbali katika hoja zetu tulizoziweka kwenye barua zetu hizi. Nitawaonyesha. Hii ni nakala ya barua iliyopokelewa tulioipeleka ubalozi wa Marekani tukimuaddress Mheshimiwa balozi wa Marekani. Hapa ni kielelezo kama barua imepokelewa, na hii ni nakala ya barua tulioipeleka yenye hoja mahususi tulioipeleka ubalozi wa Kenya tukimuaddress balozi wa Kenya. Hizi hapa mnaweza mkaziona. Hii tumeipeleka Marekani, hii tumeipeleka Kenya. Tumezipeleka mahususi kupeleka hoja za Watanzania sisi kwamba nchi ya Marekani, pamoja na kwamba tunaheshimu mfumo wao wa utawala bora wa kidemokrasia unaoheshimu na kulinda haki za binadamu na utu wa watu, lakini taifa la Marekani, ardhi yake, uhuru wake unatumiwa vibaya na mmoja kati ya wanaojiita wanaharakati, akitumia kukaa kwake Marekani kutengeneza machafuko, vurugu, mauaji, vifo na chuki nchini Tanzania. Tumepeleka ubalozi wa Kenya kuwaambia, pamoja na mahusiano yetu mazuri ya East Africa sisi na Kenya, pamoja na mahusiano yetu ya muda mrefu, ardhi ya Kenya imetumika kutunza wanaojiita wanaharakati waliojificha Kenya, wakichochea vurugu, matusi, chuki, hatimaye vifo kwa watu wasiokuwa na hatia. Kwa hiyo katika barua zetu hizi tumejenga hoja mbalimbali ambazo tunafurahi balozi zote zimekiri kupokea. Miongoni mwa hoja hizo ni pamoja na kuyataka mataifa haya, pamoja na mambo mengine, hususan taifa la Marekani. Tumemuomba balozi wa Marekani yeye awe daraja la kuhakikisha Marekani na dunia inapata taarifa sahihi kuhusiana na masuala yanayoendelea Tanzania. Ukizunguka Dar es Salaam, ukizunguka Dodoma na kwingineko, utawaona Watanzania wametulia, wako bize, wanafanya shughuli zao za kila siku. Lakini vikundi vya watu wachache waliojificha Marekani na Kenya, na yule mmoja wa Kenya Maria Sarungi amekimbia Kenya, sasa hizi amekwenda Scandinavia, wao wanatengeneza sintofahamu kana kwamba Tanzania si mahala salama pa kuishi. Kwa tumemuomba balozi wa Marekani ahakikishe katika taarifa zake anatoa taarifa iliyokuwa balanced, iliyofuata uhalisia
wa ardhini pana nini, kwa maana ya Dar es Salaam na Tanzania. Tumemwambia pia balozi wa Marekani asitumie taarifa za upande mmoja. Kwa mfano, moja kati ya taarifa yao wamesema kuna ukandamizaji wa dini. Sisi Tanzania tangu tumezipokea Ukristo, tumeupokea Uislamu, tangu kabla hatujaitwa Tanganyika, hatujawahi kuwa na mgogoro wa kidini. Kwa ubalozi wa Marekani lazima ufahamu, kuchukua taarifa ya upande mmoja kuielezea kana kwamba ndio taarifa sahihi, hapana. Sisi wa Tanzania tunaishi kwa dini zote. Ndio maana mimi unaniona hapa ni Muislamu, kushoto kwangu yupo Mkristo. Na tunaenda na maisha yanakwenda. Na nyinyi mnajua hata mtaani pale ukiwa Mkristo huwezi kuchinja ng'ombe wako au kuku wako, utatafuta Muislamu akuchinjie. Kweli si kweli? Kwa sababu unaamini anaweza akaja mtu wa Kiislamu dakika yote nyumbani kwangu atataka kula. Kwa hiyo lazima nichinje kuku huyu, achinje Muislamu. Yaani Mkristo ananunua kuku achinji, anasubiri achinje nani? Muislamu. Kwa hiyo tumewaomba ubalozi wa Marekani wazingatie hilo, wasiingie kwenye mkenge wa kushindikizwa kisiasa, kama ambavyo wanaharakati wachache wanaotumia akaunti za mitandaoni bandia kutisha watu, kuwafanya watu wasijitokeze hadharani kupigania nchi yao. Ni mnafahamu watu wote wanaoshawishi vurugu hawapo Tanzania, hawaishi Tanzania. Watu wote walioumia kwenye madhara ya Oktoba 29 wapo Tanzania. Yaani anayehamasisha vurugu ambaye anaweza akajiona ana akili sana, lakini hayupo Tanzania, haishi Tanzania. Wanaoathirika na vurugu ndio wapo Tanzania. Kwa sisi tuliokuwepo Tanzania ni lazima tushirikiane na tupaze sauti. Tupaze sauti kuwaambia dunia kwamba tunafahamu kinachoendelea. Kwa sasa tumeziomba hizi taasisi, haya mashirika, haya mataifa mawili ambayo kwa hakika ndio yametuvuruga kufika hapa, yatuheshimu, waheshimu uhuru wa ndani wa taifa letu, yatuheshimu kwamba sisi ni taifa ambalo tuna mipango yetu, tunaweza tukaishi. Na ninaweza kuthibitisha hilo pia. Juzi hapa mmeona kuna video inasambaa ya Mange Kimambi. Video anasema katika namna ambavyo ya kuwashawishi wa Tanzania wafuasi wake wamuombee arudishiwe akaunti zake alizozitumia kufanya uchafuzi. Amekiri mambo mawili. Moja, amekiri kwamba kitendo cha Meta kuzuia akaunti zake kimewakwamisha sana kufanikisha vurugu ya tarehe 9 Disemba. Lakini kama mjaona, amewashukuru wa Kenya specifically. Amewaomba, tunaomba ndugu zetu wa Kenya watuombee, watume emails, wafanye nini, watusaidie kama wanavyotusaidiaga. Ile kama wanavyotusaidiaga manake kama walivyowasaidia kuwatunza kina Maria Sarungi Nairobi, kama walivyowasaidia kuwatunza kina Hilda wa Chadema, kuwatunza kina Mwaipaya wa Chadema, ili watuendelezee kutuvurugia vizazi vyetu. Kwa sisi tunasema Mesira, Tanzania hii haina mbadala. Tanzania hii haina mwenzake. Tanzania ni moja na inatakiwa ilindwe kwa nguvu zote. Kwa hiyo kwa kufupi kabisa, katika barua zetu hizi kwenye hoja zetu pamoja na mambo mengine tumewataka na tutashare hizi, tutawapa kwa sababu hii ni tumetoa nakala kwa public, na tutaomba waandishi muwafikishie wa Tanzania wasome maoni yetu. Lakini tumewataka taasisi hizi za kimataifa, hizi nchi mbili hizi zikae katika mstari wake. Utaona kwamba tumewataka wa Marekani kwa mfano wahakikishe wanachukua factual, accurate and balanced information kuhusiana na hali iliyopo Tanzania. Hoja ya pili, tumewaomba wafanye kitu kinachoitwa upload and respect the principles of non-interference. Haya masuala ya kutokuingilia masuala ya ndani. Lakini tumeitaka ubalozi wa Marekani nchini Tanzania wakisha waambia ukweli taifa lao la Marekani, watusaidie kuwaambia ukweli mamlaka za Marekani kule Marekani, waweze kumrudisha Tanzania mwanaharakati Mange Kimambi. Arudi Tanzania.
arudi Tanzania kwa sababu ana kesi za kujibu. Tawaelewesha. Duniani kuna hadithi za machafuko yaliyowahi kutokea. Hapa mmesikia watu wanazungumza kuhusu watu wamekufa. Si tumewasikia? Lakini hata mtu huyu hajawahi kusema wale watu kwa nini wamekufa. Bila kutaja namba yao kama watu tunaongea kuhusu namba wamekufa wangapi. Bila kutaja namba. Kwa nini wamekufa? Watu wamekufa kwa sababu kuna watu waliowachochea. Sasa watuhumiwa ni wawili hapa. Tunahangaika sana serikali. Hapana. Watuhumiwa ni wale walioua wale watu kama tunataka kutenda haki. Na wale waliochochea. Yaani yule mtu ambaye alikaa miezi 6 anaandika kwenye mitandao, anaandika, anajenga chuki. Yule ni mtuhumiwa sawa sawa na yule mtu ambaye tunataka tumtuhumu kwa kuua. Ndiyo maana mauaji ya Rwanda waliofungwa ni walioua na waliochochea, wakiwemo wanahabari. Mtakumbuka vurugu zote zilizotokea duniani, watu wote waliohusika kuna pande mbili. Kwa sisi tunaitaka ubalozi wa Marekani, pamoja na kuheshimu utawala bora, pamoja na kuheshimu freedom of expression. Sisi tunaamini freedom of expression haina maana kuwa ni freedom of violation. Unaweza ukawa na uhuru wa kuzungumza, unaweza ukawa na uhuru wa kueleza hisia zako, lakini lazima uheshimu misingi ya unaozungumza. Leo watu wote waliosababisha watu wao wanaosema wamekufa wafe hawasemwi. Waliosababisha watu kufa ni Maria Sarungi ambaye amekimbia kutoka Kenya, amekimbilia Scandinavia. Waliosababisha watu wafe ni kina Mange. Sasa sisi tumeona tusihangaike nao, tufuate balozi zao kule walipokaa, tuwaambie nchi zenu zina amani, zina furaha, lakini ardhi yenu inatumika kuleta vurugu Tanzania. Ardhi ya Marekani inayomhifadhi Mange analeta vurugu Tanzania. Amesababisha watu waumie, amesababisha watu wafe, amesababisha miundombinu iharibike, lakini yupo ardhi ya Marekani. Kwa tunaamini Marekani sifa yake haitunzi wahalifu. Tunaamini Marekani haicheki na wahalifu. Ndiyo maana inapambana dhidi ya ugaidi. Ndiyo maana inapambana kikali dhidi ya uhujumu uchumi. Kama mfahamu hizo sheria za uhujumu uchumi, utakatishaji fedha, zote zimeanzia Marekani. Kwa sababu Marekani hawana udugu na wahalifu. Sisi Tanzania tunaye mhalifu ambaye ni Mtanzania mwenzetu, amejificha Marekani. Kwa tumeiomba ubalozi wa Marekani wawaambie ukweli wanapotaka kujua, kwa sababu Marekani, taasisi za Marekani zikitaka taarifa zitaanza na balozi wao hapa nchini. Kwa tumemuomba awaambie ukweli kwa barua hii, kwa hoja humu, kwamba wanaye mhalifu anayetumia uhuru wa Marekani kusababisha watu wafe huko Kenya. Wanao wahalifu wanaotumia uhuru wa kujificha Kenya kusababisha watu wafanye vurugu Tanzania. Kwa hiyo huo ndio msingi wa hoja zetu, na tumeanzia kwenye balozi, tutakwenda kila wanapopita watu wote wasioitakia mema taifa letu. Tutakwenda kwenye jumuiya za kimataifa, tutakwenda